Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Bana, mechi ya Tanzania dhidi ya Nigeria imemalizika kwa Tanzania kupoteza kwa goli 2-1 katika mchezo wa leo. Lakini lazima tuseme kwamba Tanzania kuna namna ambavyo imeimarika, imetuonyesha leo kwamba kuna kitu ambacho wanacho kupitia kocha wao Miguel Gamondi, kwa sababu wamecheza mpira mzuri, mpira wa kimipango, low block ambayo ilifanikiwa. Timu ilikuwa ina energy ya kutosha, kwa maana timu ilikuwa iko stable kushindana, kwa maana ikiwa inakaba timu nzima, kwa maana timu ilikuwa ipo na wachezaji wameonyesha ubora mkubwa. Lakini makosa machache yametuadhibu, kama goli la kwanza lililofungwa, mpira ule wa kichwa, pengine ndo kitu ambacho kilitupoteza kabisa. Lakini goli ambalo tumesawazisha sisi kipindi cha pili ilikuwa ni goli zuri sana. Dakika ya 50 amefunga Charles Mombwa, pasi ambayo ilifika moja kwa moja kwa Charles Mombwa, akaunganisha ikamwacha Malkiti goalkeeper Stanley Nwabali wa Chipa FC ya pale bondeni kwa Madiba. Kwa hiyo tukasawazisha dakika ya 50. Wakati dakika 50 tumesawazisha, kabla hajashangilia sana, wanakuja kutufunga bao la pili ya Demola Lookman. Tunashindwa kummark vizuri, poor marking. Tunawaacha wanakuwa na mpira. Demola Lookman anachekecha, anapiga umbali mrefu, Zuberi Foba anashindwa kufika. Lakini all in all, leo Tanzania imeonyesha uhai mkubwa sana, imeonyesha jitihada za kila aina kuhakikisha walao inapata sare katika mchezo, kwa sababu tumepata nafasi nyingi sana. Dakika za mwisho pale kuna nafasi, Kevin John anawekewa nafasi kwenye njia, kazi yake ilikuwa ni kusukuma ule mpira kambani, anashindwa kuukuta ule mpira. Lakini nafasi ya mwisho kabisa, set pieces, Ibrahim Abdullah Baka anashindwa kupeleka ule mpira kambani, anapaisha. Lakini tunasema kwamba kama ingetokea tungepata ile goli kipindi cha mwisho pale, ngome walao ingeenda sare ya 2-2, ama Nigeria wangepanic kabisa na pengine tungefunga hata magoli matatu. So tumeona ubora wa mchezaji mmoja mtu kama Tarian Alarakia, yule jamaa mzungu, kisema kweli ana kazi nzuri anaifanya, anaweza kukaa na mali miguuni, lakini end product yake ndio shida. Nafikiri anahitaji kuendelea kupewa sana nafasi. Na kwa nini kocha hajamtoa, amemtoa dakika za mwisho? Kwa sababu alikuwa na uwezo, walao ndio mchezaji pekee ambaye alikuwa na uwezo kukaa na mali kama dakika 2 hivi hata 3, ku keep the ball. Kwa maana kuna muda lazima upate wachezaji ambao wana uwezo wa kutuliza pressure, wachezaji ambao wana uwezo wa kumiliki mpira, kwa maana wachezaji ambao wanaweza kufanya dribbling hata 2 hata 3 na wakapitisha walau sekunde 30 hadi dakika 1 ili kuifanya timu ikawa na balance nzuri na wachezaji kila mmoja akatafuta nafasi. Sasa yeye tu pekee ndo alikuwa na huo uwezo walau kukaa na mpira dakika 2, dakika 1, dakika 2. Lakini wengine, Samata akipata mipira anapoteza, lakini zingine pasi zake nyingi zilikuwa zinapotea. So naanza kuona na kuungana na watu wengi ambao wanasema Samata kwenye timu ya taifa mchango wake ni mdogo. Yani ni kweli kabisa, kwa kile ambacho anakiona kwake bado mchango wake ni mdogo. Hana jitihada, kusema kweli hana jitihada binafsi, hana maamuzi ya haraka, lakini pia hajitumi kama ambavyo anajituma wengine. So nafikiri zama za Samata sasa zinaelekea ukingoni. Msuva anakosa match fitness, leo ameingia, papara zimekuwa nyingi, sijaona maajabu sana kwake. Nilichojaribu kunukuu na kunotice kwa baadhi ya nyota ni Charles Mombwa ambaye amekuwa na mfululizo mzuri. Alifunga bao dhidi ya Kuwait kama unakumbuka katika mchezo wa kirafiki pale nchini Misri. Lakini pia naendelea kuona ubora taratibu wa baadhi ya wachezaji. Mtu kama leo mchezaji mpya alikuwa ni Tarian Alarakia, ameonyesha ubora wake ku keep the ball, ku hold the tempo. Lakini pia nimemuona mtu kama Alphonse Mabula, kisema kweli kuna kitu kipya amekuja nacho, amekata sana umeme pale, piga sana pasi, vunja sana kuni pale katikati mwa uwanja. Wilfred Ndindi amekutana na mtihani mzito sana, lakini pia Samuel Chukwueze na amekutana na mtihani mkubwa sana kutokea kwa bwana mdogo Alphonse Mabula. Sio tu Samuel Chukwueze, hata Demola Lookman amekutana na kigingi leo. Alphonse Mabula sio tu Demola Lookman, hata Victor Osimhen paka anatolewa amekutana na kigingi kikubwa sana kwa Ibrahim Baka pamoja na Alphonse Mabula. So kusema ukweli baadhi ya wachezaji wameonyesha bora mkubwa. Bakari Nondo Mwamnyeto na ana makosa yake na ana mapungufu yake, lakini leo superb performance. Nimeona kitu cha tofauti kwake. Kuna muda tayari Zuberi Foba alishapitwa na Victor Osimhen.
Bakari Nondo Mwamnyeto akafika akaenda akasacrifice maisha yake, akaenda akapangua, akaondoa ule mpira katika eneo la hatari, akaondoa yale mazonge, lakini aligongesha kiuno kwenye mwamba na akanyanyuka akaondoka tena. So Bakari Mwamnyeto one of the best defender. Nafikiri ni namna ambavyo watu wamemwandarate sana, ameshusha kujiamini, lakini kwa sasa ametuonyesha kitu kipya kwenye timu ya taifa, na leo amemaliza dakika zote. Baadaye Dickson Job aliingia pia tumeona, lakini pia uliona Shomari alitoka akaingia Haji Mnoga. So kwangu nafikiri timu ya taifa kidogo leo tumeona vitu vichache ambavyo vinaweza vikatusaidia, kwa sababu kama Nigeria ambayo ina wachezaji 99% wanaocheza soka la kulipwa barani Ulaya, wewe angalia kuanzia kina Zaidu Sanusi, angalia kina Asei, angalia kina Ajay, angalia kina Ademola Lookman. Ademola anacheza Atalanta na anafunga sana magoli kule. Angalia mtu kama Samuel Chukwueze anacheza Fulham wenye ubora mkubwa sana. Angalia mtu kama Alexander Iwobi anacheza Fulham pale. So ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wao wanacheza maeneo mengi sana, tena maeneo makubwa sana. So kwangu nafikiri tumeimarika kidogo, tunapaswa kushinda mechi dhidi ya Uganda kwenye kundi letu, lakini pia tunapaswa kuwakazia hata Tunisia. Walau tuone kwenye kundi tunaenda vipi. Leo kama tungepata sare dhidi ya Nigeria, tungeifanya kundi liwe kidogo nafuu kwetu, kwa sababu tulikuwa tuna uwezo wa kutoka sare na Nigeria kwa namna ambavyo tumekamata mchezo, lakini tumeshindwa, sio? Sasa tunapaswa kumngangania Uganda tumfunge, alafu tunapaswa kupambana na mtu anayeitwa nani? Anaitwa Tunisia. Tunapaswa kupambana naye, ingawa Tunisia ni Mwarabu mgumu sana. Lakini kwa namna ambavyo timu yetu imekuwa na mwendo mzuri, tunapaswa kufanya hivyo. Sasa mimi mapungufu ambayo naweza kuyazungumzia ni kwa upande wa kocha Miguel Gamondi. Unajua kuna muda wachezaji wamechoka, walikuwa wanahitaji kutoka. Mtu kama Samata sio lazima ukae naye dakika 90, hata kama ni senior player, hata kama ni mchezaji ambaye anajulikana, ana uwezo wa kufanya mambo mengi kutokea. Lakini leo mpira umemkataa kusema kweli. Hakukuwa na mchango wowote kwake. Hakuwa na mchango. Sawa, alikuwa anapambana na nini, lakini mwisho wa siku ni vurugu tu, hakukuwepo na utulivu. Kibu Dennis alikuwa nje dakika 75, tia Kibu Dennis akapressurize gari lichochee. Kibu unamuingiza dakika za nyongeza, katika dakika 3 za nyongeza, serious dakika 90 alafu zile 3 za nyongeza. Ku make sense. Lakini pia hii mechi ilikuwa inamhitaji mtu kama Morris Abraham mapema sana. Morris Abraham hii mechi alikuwa anaitaka, na najua kabisa Morris angeingia kuna kitu cha tofauti angekifanya, kwa sababu Morris ni mchezaji kinganganizi, mchezaji mgumu sana. Unafanya mabadiliko, unatoa wachezaji, mfano Tade na Laraki kuna muda alichoka, unampumzisha, sio? Unatia mtu kama Morris Abraham, tia mtu kama Kibu Dennis, alafu tuone kazi namna ambavyo watu wanamwagika. So nafikiri Gamondi ameona, na next time nafikiri anapaswa kufanya hivyo. Ajue kabisa kwamba hii mechi namtaka Dickson Job na Baka. Hii mechi tunajua Yusuf Kagoma yupo, ana uwezo wa kucheza. Novatus Miroshi kuna makosa mengi alikuwa anafanya, hata magoli mengi amepitia kwa sababu alikuwa akipata mali anapoteza maamuzi ya kuweza kuondoa mipira katika eneo la hatari. Amejitahidi kwa nafasi yake, lakini mechi pia ilimtaka Yusuf Kagoma. Lakini pia hii mechi leo ilimtaka Kibu Dennis, hii mechi leo ilimtaka Morris Abraham. Naamini hilo ilimhitaji kabisa, lakini lazima nipongeze Zuberi Foba. Goalkeeper Yakubu Sulemani ameumia ni kweli, lakini Zuberi Foba ameonyesha kitu cha tofauti. Kapambana sana, amefanya kazi kubwa sana, na hakuna mtu ambaye anaweza akamlaumu. Amefanya punch nyingi sana Zuberi Foba. So tunajivunia kuwa na goalkeeper kama Zuberi Foba kwenye nchi yetu Tanzania, na ninaona ana mwanzo mzuri kwenye AFCON ya kwake kwanza kucheza mechi dhidi ya Nigeria, timu kubwa, timu ngumu. Ameweza kuonyesha ukubwa wake na amestahimili. Ameonyesha wazi kwamba amepitia malezi ya football pale katika kosi ya timu ya Azam FC. So Zuberi Foba one of the best, ameonyesha kiwango kikubwa. Dakika za jioni alifanya saves moja kali mno. Nilikuwa najua ndio tayari bana Victor Osimhen kwa shamaliza ile kina Ademola Lookman, lakini jamaa alipambana na akaokoa. Gamondi afanye mabadiliko, ajue kufanya mabadiliko kwa haraka ili kusaidia timu yetu, na tuone mambo mengine yanatokea. Kwa sababu tuna mechi dhidi ya Tunisia, tuna mechi dhidi ya Uganda. Hizo ndio timu ambazo tunazisubiria, na tunasubiria matokeo kati ya Tunisia saa 5 hii dhidi ya timu ya taifa ya Uganda Cranes, na hii mechi itakuwa live kupitia Mfalme wa Soka. Bana, all in all mechi ilikuwa nzuri, tumejitahidi, tumeonyesha uwezo wetu. Hadi leo Victor anatoka bila goli. Victor Osimhen ni watu ambao pengine walikuwa wanaogopa sana, na alikuwa anatamani afunge, lakini ameshindwa kufunga leo mara baada ya ukuta kuwa mgumu. Ibrahim Abdullah Baka akimkazia kweli kweli, Bakari Nondo Mwamnyeto akimkazia kweli kweli, Alphonse Mabula akimkazia kweli kweli. Hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa. Mwanzo mzuri kwa Miguel Gamondi. Ameenda na mfumo wa 4-3-3. Tumeona leo yeye pamoja na timu ya Nigeria pia Super Eagles nao wamepiga 4-3-3. Wanne watatu. Tumeona, lakini akija kwenye kucheza akawa anapiga 4-2-3-1, lakini kuna wakati akipiga 4-4-2 Diamond. So tumeona mpira mzuri, tumefungwa lakini tumeridhika hii leo.
Tukikaza namna hii, AFCON zijazo enda tukafanya kitu kingine. Kevin John ni mchezaji mzuri na mikimbio mizuri, lakini nafikiri ni pressure ya AFCON. Tusimpe pressure, bado ana nafasi ya kuweza kurekebisha makosa yake. Next time najua anaweza kaboresha zaidi akawa mtu bora. Ingawa leo amedisappoint dakika za mwisho, amekosa goal la wazi. Lakini next time naamini akiendelea kupewa hizi AFCON, kijana ata improve, kwa sababu pressure pia ilikuwa kubwa. Nigeria sio timu ndogo, ni moja ya timu kubwa. AFCON iliyopita dhidi ya Ivory Coast walifika finali, wakatolewa kwa mikwaju. Wewe unafahamu kwa mikwaju ya penalty, sio timu ndogo. 99% wachezaji wao wote ni wacheza soka la kulipwa Ulaya. Kasoro Sterling Wabali ambaye ni goalkeeper peke yake. Yeye ndo anacheza Chipa United ya pale Afrika Kusini. The rest wanacheza soka la kulipwa kule barani Ulaya. Wengine wako Uturuki, wengine wako Belgiji, wengine wako Italia, wengine wako Ufaransa, wengine wako England na mambo kama hayo. Endelea kusubscribe Salama Kengele, bado niko nawe. Hii mechi ya Uganda na Tunisia iko live hapa ndani ya Mfalme wa Soka. Bana, nikwambie tu usajili unaendelea kwa upande wa Simba. Kesho asubuhi nawapa taarifa kuhusiana na Alan Okello. Yanga na Simba kuhusu Alan Okello. Nani ana nafasi kubwa kumchukua? Kwa hiyo kaa kwenye channel hii, endelea kusubscribe, alafu gusa alama kengele ili upate notification. Naporusha taarifa uwe wa kwanza kuipata. Sajili zinaanza na sajili zinaendelea, nitakuwa nadondosha moja baada ya mwingine. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa. Watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.